Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, amepinga vikali pendekezo la Marekani linalolenga kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran, akilitaja kuwa njama ya kuiweka nchi hiyo katika utegemezi na kudhoofisha haki yake ya msingi ya kurutubisha uranium. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha miaka 36 tangu kufariki kwa Imam Khomeini, muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu, Khamenei alisema kuwa Marekani inataka Iran iachane na sekta ya nyuklia na badala yake itegemee misaada wa Marekani. Jibu letu kwa upuuzi wa Marekani ni wazi. Hawawezi kufanya chochote kwenye jambo hili, alitangaza kwa msisitizo mbele ya umati mkubwa jijini Tehran. Ayatollah Khamenei alisisitiza kuwa teknolojia ya nyuklia si kwa ajili ya uzalishaji nishati pekee, bali pia ni mhimili wa maendeleo ya kisayansi. Alitaja changamoto za awali kama Iran kushindwa kupata mafuta yasiyorutubishwa kwa 20% kuwa ushahidi wa kutokuwepo kwa uaminifu kutoka Marekani, na akasisitiza umuhimu wa kujitegemea kitaifa. Kauli mbiu yetu ya tunaweza ndio msingi wa uhuru wetu, alieleza. Alikosoa Marekani kwa kutumia sera za kulazimisha, akisema kuwa kwa miongo kadhaa imekuwa ikijaribu kuzuia maendeleo ya Iran. Alisema kuwa tangu mapinduzi ya Kiislamu, Iran imefanikiwa kuvuruga zaidi ya njama 1000 zilizoandaliwa na maadui wa taifa hilo. Ayatollah Khamenei pia alisifu mapinduzi ya Kiislamu kwa kuweza kuwashangaza mataifa magharibi na kuondoa ushawishi wa Marekani na Wazayuni nchini Iran. Kama serikali ingekubali kupatana na magharibi, mataifa ya kigeni yangerudi kutawala, alisema, akimpongeza Imam Khomeini kwa msimamo wake usiotetereka. Akigeukia masuala ya eneo, Ayatollah Khamenei alilaani vikali uvamizi wa Israel katika ukanda wa Gaza, akisema ni uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu. Aliishutumu Marekani kwa kuhusika moja kwa moja katika dhuluma hizo na kuzitaka nchi zote za Kiislamu kuchukua hatua madhubuti za kutetea Palestina. Amani ya kidiplomasia na ukimya havifai tena, alionya. Serikali yoyote ya Kiislamu inayounga mkono Israel itabeba doa la aibu milele. Alimalizia kwa kusema kuwa kuporomoka kwa utawala wa Kizayuni ni jambo lisiloepukika na hakuna nchi itakayopata usalama wa kweli kupitia ushirikiano nao.